Boniface Chawene, Simbachawene, mbunge, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, natambua uwepo wa Mheshimiwa Joyce Belichako, Profesa, waziri wa elimu, pia Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha na mipango. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, mbunge, waziri wa maliasili na utalii. Mheshimiwa Balozi Martin Lumbanga, Chancellor wa chuo chetu. Balozi Hussein Katanga, katibu mkuu kiongozi. Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, katibu mkuu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Balozi Joseph Edward Sokoine, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Jenerali Venance Salvatore Mabeyo, mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania. Mkuu wetu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi, Meja General Ibrahim Michael Mhona. Natambua uwepo wa Jenerali mstaafu Mwamnyange ambaye pia tuko naye hapa. Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia leo tunaye katibu wa muhimili wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Nenelwa Wakanga. Kanali Anchira Steven Kangombala, katibu wa chuo chetu. Waheshimiwa mabalozi wote waambata wa kijeshi mlioko hapa kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, wahadhiri au wawezeshaji wa kozi hii ambao pia mko hapa, viongozi wote wa chuo chetu, ndugu wahitimu, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mkuu wa chuo na wageni waalikwa, nianze kwa kuungana na wenzangu waliotangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha leo kukutana hapa kwenye tukio hili muhimu kabisa kwenye chuo chetu. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Elias John Kambikwa. Lakini pia mkuu wa chuo na katibu mkuu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya 9 ya chuo chetu cha ulinzi cha taifa ambacho tuko mbele ya chuo hiki leo. Ndugu mkuu wa chuo na wageni waalikwa, leo hii ni mara yangu ya 3 nikiwa nakuja hapa chuoni. Nilikuja mara 2 kwa shughuli maalum ya mahafali pia ya kawaida, lakini pia leo niko hapa kushuhudia kwenye tukio hili kubwa kabisa la mahafali ya kozi ndefu ya 9 ya chuo cha taifa cha ulinzi. Mara ya kwanza nilikuja hapa Februari 2016 kwa ajili ya kufungua mafunzo ya pili ya muda mfupi, second capstone course, kwa viongozi wa taifa, watendaji waandamizi wa serikali, wa kiraia na maafisa wa jeshi kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini kadhalika nilirudi tena mwezi Agosti mwaka 2018 kufanya shughuli ile ile niliyoifanya mwaka 2016 kwa mafunzo ya 5 ya capstone fifth capstone course ambayo yalifanyika pia hapa. Ndugu wageni waalikwa, kabla sijaendelea na hotuba yangu, nitumie nafasi hii kuwasalimia wote mlioko hapa na jumuiya ya wanachuo hiki cha ulinzi cha taifa, kuleta salamu kwenu kutoka kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kadhalika pokeeni salamu zenu pia kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Viongozi wetu hawa wanatambua shughuli hii na wanaifuatilia kwa ukaribu, lakini pia wanatambua mlivyojitoa katika kuhakikisha malengo ya chuo hiki ambacho sote tunajivunia, chuo ambacho kimebeba matumaini makubwa katika kuandaa na kuendeleza viongozi wa taifa hili, lakini pia na viongozi wa mataifa rafiki ambayo pia leo tunao hapa. Kwa msingi huo, nami nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowashukuru kwa heshima hii kubwa mlionipa ya kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili kubwa na muhimu, lakini pia ni la kihistoria. Ndugu mkuu wa chuo, kama ambavyo tunafahamu, mahafali haya ya 9 yanayofanyika leo ni kielelezo kwamba Chuo cha Taifa cha Ulinzi sasa kinatimiza miaka 9 tangu kulipoanzishwa mwaka 2012. Hivyo basi nitumie nafasi hii kuwapongeza wakufunzi, wahitimu, wafanyakazi wa chuo na wadau wote ambao wametoa mchango mkubwa katika kufikiwa kwa mafanikio haya. Hongera sana. Ndugu wageni waalikwa, binafsi nilichojifunza ni kwamba katika kipindi hiki cha miaka 9 chuo chetu cha Taifa cha Ulinzi kimefanikiwa sana kwa kiwango kikubwa katika kutekeleza majukumu yake. Ndani ya kipindi hicho, Chuo cha Taifa cha Ulinzi kimefanikiwa kutoa mafunzo kwa viongozi wa taifa letu, watendaji waandamizi wa serikali kutoka wizara mbalimbali wa kiraia, lakini pia maafisa wa jeshi wa ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi. Hatua hii imefanya chuo hiki kuwa chimbuko la viongozi wenye kujali maslahi ya taifa na kuzingatia uzalendo tunaosisitiza wakati wote. Serikali inatambua, inathamini, lakini pia kujivunia mchango mkubwa unaotolewa na chuo chetu cha ulinzi cha taifa katika kutoa mafunzo ambayo yanawajengea uwezo wa viongozi na watendaji wetu katika masuala mbalimbali, hususani yale ya kiusalama, lakini pia kimkakati. Kama mnavyofahamu, eneo la usalama na mkakati ndio hasa chimbuko la chuo hiki. Hadi sasa maafisa waandamizi 300 kutoka vyombo vya ulinzi na usalama ndani na nje ya nchi na wengine kutoka taasisi za umma za kiraia wamenufaika sana na programu hii inayotolewa na chuo chetu hiki cha ulinzi cha taifa hapa eneo la Kunduchi. Maafisa waandamizi hawa 300 wakiwemo viongozi wa taifa, watendaji waandamizi wa serikali wa kiraia, maafisa wa jeshi wamepatiwa mafunzo haya, na nimefurahishwa mno na kitendo cha Chuo cha Taifa cha Ulinzi kutekeleza maelekezo yangu niliyoyatoa mwaka 2018 kwamba waongeze idadi ya mafunzo ya muda mfupi capstone courses kwa viongozi na maafisa waandamizi kutoka awamu 1 hadi kufikia awamu 2 kwa mwaka. Nimefahamishwa hapa kuwa tangu kuanza kwa kutekelezwa kwa maelekezo haya, tayari chuo kimetekeleza awamu 10 ya mafunzo ya namna hiyo kwa viongozi na maafisa waandamizi ambao kwa mazingira ya majukumu yao hawezi kukaa kwa muda wa wiki 47 chuoni hapa kujifunza masuala ya ulinzi, strategia na namna ya kulinda na kuendeleza maslahi ya taifa. Lakini vile vile nimefahamishwa kuwa viongozi na maafisa waandamizi katika ngazi ya naibu waziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu, lakini viongozi waandamizi kutoka vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa kutoka Tanzania bara na Zanzibar wameweza pia kushiriki mafunzo hayo na yametoa mchango mkubwa katika kuboresha utendaji wao, hasa katika zama hizi za utandawazi na matumizi makubwa ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, ambayo pia tumeanza kuona matokeo yake ya utendaji kwenye mikoa yetu na maeneo mengine kama vile wizarani. Ndugu wageni waalikwa, katika kipindi cha miaka 9 sasa tangu kuanzishwa kwake kwa chuo hiki, kimedhihirisha kuwa ni sehemu ambapo tunu za taifa na uzalendo unatengenezwa. Aidha, ni ukweli usiofichika kuwa Chuo cha Taifa cha Ulinzi kinapaswa kupigiwa mfano katika kuandaa viongozi bora. Chuo hiki kimekuwa kikituandalia viongozi ambao wana sifa za kujenga na kutetea taifa lao, viongozi ambao ni waungwana na waadilifu, lakini pia wachapakazi, viongozi ambao tunaweza kuwaamini katika kutetea maslahi ya taifa lao ndani na nje ya nchi na katika medani za kimataifa vile vile. Ndugu mkuu wa chuo, wageni waalikwa wote mlioko hapa,
Kama mnavyofahamu, Chuo cha Taifa cha Ulinzi kimekuwa kikishirikisha wadau kutoka nchi mbalimbali rafiki katika programu zake tangu kilipoanzishwa mwaka 2012. Maafisa waandamizi kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Nchi za Afrika, Bangladesh, Nigeria, Misri na Jamhuri ya Watu wa China ni miongoni mwa wadau waliopata fursa ya kuleta maafisa wao hapa na kuhudhuria mafunzo yanayotolewa na chuo chetu hiki cha Taifa cha Ulinzi. Kwa lugha nyingine, chuo hiki kimeendelea kuwa sehemu muhimu katika kujenga na kuimarisha mahusiano ya mtu mmoja mmoja kwa washiriki wa programu zake, sanjari na kuimarisha uhusiano na mshikamano kwa ajili ya maslahi mapana baina ya nchi zetu. Na kwa mantiki hiyo, nitumie fursa hii kupongeza sana Chuo cha Ulinzi kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha mahusiano yetu ya kikanda na kimataifa. Hongera sana jumuiya ya chuo hiki kwa kazi nzuri mnayofanya. Ndugu wageni waalikwa, katika zama hizi za utandawazi na matumizi makubwa ya teknolojia, hususani ya habari na mawasiliano, dunia imeendelea kukumbwa na matishio ya kiusalama na changamoto nyingine lukuki. Matishio mapya ya kiusalama yakihusisha vitendo vya kigaidi, usafirishaji haramu wa watu, dawa za kulevya, misimamo mikali ya kisiasa, mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu wa ajira kwa vijana, uhalifu wa kimtandao na janga la Uviko 19 ni miongoni mwa changamoto zinazotukabili kwenye jamii zetu sasa. Kutokana na ukweli huo, ni dhahiri kuwa Chuo cha Taifa cha Ulinzi kinapaswa kuhakikisha kuwa kinatoa mafunzo na utaalamu ambao utasaidia katika kukabiliana na matishio na changamoto za karne hii ya 21. Katika kufanikisha hayo, chuo hakina budi kujenga misingi mizuri na uimara kwa kuimarisha masuala ya tafiti na kutoa machapisho ya makala mbalimbali kuhusu masuala ya kisera, lakini masuala pia ya kimkakati. Hivyo basi, sote tunao wajibu wa kuendelea kukiunga mkono Chuo cha Taifa cha Ulinzi ili kukiwezesha kuandaa viongozi ambao wataweza kuona, kutambua vipaumbele, kufuatilia na kujua na kutaka kutoa pia suluhu katika masuala muhimu kwa umakini mkubwa kulingana na mahitaji ya sasa ya ndani, kikanda, lakini pia kimataifa. Lakini vile vile tunapaswa kutambua kuwa Tanzania kama ilivyo kwa mataifa mengine nayo inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama ambazo suluhu yake inahitaji utafiti wa kina au tafiti za kina. Hivyo nitoe wito kwa chuo chetu cha Taifa cha Ulinzi, muendelee kuwa na malengo mahususi kukifanya kituo hiki kuwa bora zaidi na kukifanya kuwa bobezi, mahiri na chenye kutegemewa pia kwenye eneo la utafiti, lakini pia masuala ya ulinzi, usalama na stratejia yaendelezwe kikamilifu. Kama ambavyo nimetangulia kueleza awali, serikali inatambua sana umuhimu wa chuo hiki, hususani katika zama hizi ambazo swala la ulinzi na usalama limekuwa na tafsiri pana kabisa. Na kutokana na ukweli huo, serikali kwa upande wake itahakikisha kuwa Chuo cha Taifa cha Ulinzi kinakuwa ni kituo cha ufahari katika kutoa elimu ya juu kwa maafisa wetu waandamizi kutoka vyombo vya ulinzi na usalama na utumishi wa umma. Ndugu mkuu wa chuo na wageni waalikwa, nyote mtakubaliana nami kuwa maafisa wetu wa chuo na uwezo wa ndani ya serikali, hususani Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, wamekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha shughuli za kila siku za chuo hiki. Aidha, uwepo wetu leo hii kwenye mahafali haya ya 9 ya chuo chetu cha Ulinzi cha Taifa ni ishara tosha ya uwajibikaji ambao umetukuka. Na kwa hiyo niungane na wazungumzaji waliotangulia kuwashukuru Balozi Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Elias John Kwandikwa, Waziri wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Taifa, lakini pia nimshukuru sana General Venance Salvatore Mabeyo, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ya Tanzania, kwa mchango wao mkubwa katika kufanikisha majukumu ya chuo hiki. Hongera sana wote kwa ujumla wenu. Ndugu wageni waalikwa, kadhalika nimefarijika kuwaona baadhi ya wahitimu wa programu hii kutoka nchi rafiki za Bangladesh, Burundi, Kenya, Nigeria, Malawi, Uganda na Zambia. Uwepo wa marafiki zetu hawa
ni kielelezo tosha cha imani walionayo kwetu katika kuhakikisha kwamba viwango vya ubora chuo hiki vinasimamiwa ipasavyo. Kwa niaba ya serikali, nitumie fursa hii kuzishukuru sana nchi hizi washirika kwa kuendelea kukiunga mkono chuo chetu cha taifa cha ulinzi, na nitumie nafasi hii pia kuwahimiza kuwaleta maafisa wao waandamizi zaidi kupata mafunzo haya kupitia chuo hiki katika kipindi hiki ambacho nchi zetu nyingi zimeonyesha nia ya kuleta washiriki wengi zaidi. Ndugu mkuu wa chuo na wageni waalikwa, wakati nikielekea kuhitimisha hotuba yangu, ninayo maneno machache kwa wahitimu ambao leo wanatunukiwa tunu ya alama ya ufahari ya NDC na tuzo za kitaaluma. Ndugu wahitimu, kwanza kabisa niwapongeze nyote kwa jitihada zenu za kipekee ambazo zimewafikisha hapa na kufanikiwa kutunukiwa tuzo za kifahari ya NDC na shahada ya uzamili ya usalama stratejia ya chuo chetu cha ulinzi. Tuwapigie makofi. Lakini mbili, ningependa kuwaeleza kwamba kuhitimu kwenu katika chuo hiki kunadhihirisha kuwa kwa sasa mmeiva katika masuala ya msingi na maadili ya uongozi, lakini pia usalama wa taifa na hatua za maamuzi, bila kusahau eneo la ulinzi na namna ya kuyaendeleza maslahi ya taifa. Katika kipindi cha miaka 9, chuo hiki kimezalisha watu mahiri walioweza kudhihirisha uwezo mkubwa katika masuala ya kiuongozi, hususan katika kushughulikia masuala ya kimkakati. Nanyi sasa mnajiunga na kundi hili lenye weledi wa kutosha kwenye masuala hayo, na naomba niwasihi sasa msije mkabweteka huko mnakokwenda, mkadhihirishe kile mlichojifunza kutoka katika chuo chetu katika masuala ya ulinzi na usalama na stratejia. Wakati wahitimu kutoka eneo la uraia la kiraia walipokuwa wanakuja hapa, naona walikuwa wanakuja kwa mfumo wa kijeshi. Anaitwa jina, anaitika saa, anafunga mguu, anatembea kikamanda, alafu anapokea medali kikamanda, anaondoka kikamanda. Hongera sana, naona mmeiva sasa. Ndio manufaa ya mafunzo haya kwenye chuo chetu hiki cha ulinzi. Kwa kipindi cha miaka 9, chuo hiki kimezalisha watu mahiri ambao pia binafsi ninayo imani kubwa kwamba mmepata elimu na taaluma ya kutosha kuwawezesha kushughulikia changamoto mbalimbali za kiusalama katika medani za sasa za kimataifa, bila kujali kama wewe uliohudhuria hapa ni askari au raia. Lakini vile vile kwa sasa mko kwenye nafasi nzuri sana kutoa ushauri wa kisera kwa serikali ili tuweze kuwezesha namna nzuri ya kukabiliana na changamoto hizo zinazokabili jamii yetu kijamii, lakini pia kisiasa. Lakini vile vile msisahau kuwa lengo la kujifunza na kupata taaluma hii ni kuziwezesha nchi zetu kuepuka migogoro na hivyo kutumia muda na rasilimali nyingi za taifa katika kutatua changamoto za watu wetu kwa ajili ya kuwaletea maendeleo. Lakini mkumbuke kwamba siku zote migogoro hususan ya kiusalama imekuwa kikwazo kikuu cha maendeleo. Nitoe rai kwa chuo cha taifa cha ulinzi kuhakikisha kinafuatilia nyenendo za watu wetu kwa karibu na baada ya kutoka hapa, ili kuona matokeo ya kile ambacho tumewapa kwamba kinafanya kazi yake. Mwisho kabisa, ndugu mkuu wa chuo, wageni waalikwa na wahitimu, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwatakia kila laheri wahitimu wote, lakini pia kuwapongeza wale wote waliopata zawadi za ushindi kwenye fani mbalimbali. Tukio hili ni muhimu sana kwetu, kwenu na kwa jamii ya Watanzania, lakini pia hata kwenye familia zenu. Aidha, kwa wale waliotoka nje ya Tanzania, ondokeni hapa mkiwa na salamu zetu za Watanzania kwenda kwa ndugu zetu mliowaacha nyumbani, kwamba Tanzania tunawapenda sana. Tanzania ni nchi rafiki, Tanzania ni nyumbani, na kwa hiyo tunawakaribisha tena, si tu kwa kozi hizi, lakini pia kwa matembezi ya kawaida. Na wote mnajua kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye amani ya kutosha, utulivu wa kutosha na uhakika wa kufanya shughuli zako. Lakini Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye vivutio vingi ambavyo utakapokuja wewe na familia yako, mnayo nafasi ya kujionea pwani za kiasili
zenye mchanga mweupe, Zanzibar, ufukwe wa Zanzibar na ufukwe wa Tanzania bara kutoka Tanga mpaka Mtwara. Lakini tuna fursa ya mbuga za wanyama Serengeti, Mikumi, Ngorongoro na maeneo mengine. Lakini pia ndiko ambako tuna mlima mrefu Afrika kupita milima yote, na ukitaka kuupanda vizuri njoo Tanzania, ukitaka kuuona vizuri njoo Tanzania. Baada ya kusema hayo, sasa nayo heshima kubwa kutamka kuwa programu ya 9 Chuo cha Taifa cha Ulinzi kwa mwaka huu 2020-2021 imefungwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza.